polisi iko hapo mbele, bado mnyama anataka kuingia ndani, lakini geti halijafunguliwa na polisi wakiwa wanaendelea kuwatuliza makomando wa pande zote mbili. Hapo makomando wa Simba, makomando wa Yanga. Wengine wanasema hakuna timu inayoingia, wengine wanataka timu iingie. Nje ya uwanja mambo ndo kama hivi. Wanasema ndio utamu wa dabi ya Kariakoo. Kila mmoja anatetea maslahi yake, kuona yanaenda vizuri. Toka zamani tumekuwa tukisimuliwa na kuona watu huko pembeni wapo wakiwa wanaendelea kuangalia na kushuhudia kile ambacho kinaendelea hapa usiku huu. Mara baada ya klabu ya Simba kuweza kushindwa kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa kwa kuweza kuzuiliwa na walinzi waliokuwa pale, kwa maana ya kwamba walinzi wale hawakupewa taarifa yoyote kwamba mnyama mkali Simba Sports Club ataenda kufanya mazoezi pale. Hivyo gari lile liliweza kuzuiliwa pale getini na mwisho wa siku liliweza kuondoka, na tumeona baadhi ya clips zikiwa zinaendelea kusambaa zikionyesha kwamba kuna moja vurugu kubwa ambayo ilikuwa likiendelea pale getini, wakiwemo viongozi wa Simba pamoja na walinzi wa pale security, nikimaanisha wakiwa wanaendelea kuzozana kuhusiana na kuingia mule ndani. Kweli tumeona mwisho wa siku gari la Simba limeweza kuondoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa maana ya kwamba wamekubali kwa kile kilichosemeka pale. Sasa mara baada ya tukio hilo kuweza kutokea pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mnyama mkali Simba Sports Club nikimaanisha wachezaji wake kwa ujumla kutoweza kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa mchezo wao dhidi ya mtani wao wa Jangwani pale, ambapo namzungumzia klabu ya Dance African, kwa kuweza kwenda kulipiga siku tarehe 8 ambayo naweza kuzungumzia leo hii, ila muda ulibakia mchache tu. Sasa mara baada ya kushindwa kuweza kufanya mazoezi, klabu ya Simba ama naweza kusema uongozi wa Simba, jambo hilo limewakalia kooni kwa kushindwa kuweza kufanya mazoezi. Hivyo hakuishia hapo na kuja hewani katika mitandao ya kijamii na kuweza kuacha ujumbe mzito, kwa maana hiyo ni taarifa kwa umma. Sasa taarifa kwa umma ya mnyama mkali Simba Sports Club inasema ya kwamba na hiyo ni kuhusiana na kuweza kuzuiliwa pale getini kutoingia na kwenda kufanya mazoezi. Sasa taarifa kwa umma inasema Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa ndio timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni 17 mpaka 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki zote ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Lakini kwa makusudi Simba imenyimwa haki hiyo licha kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo yao yoyote kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa pia wa klabu ya Yanga waliweza kuvamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizua msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki tena mchezo wa dabi, ambapo naweza nikasema mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa
Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahidi dhidi ya wahusika wote wa sakata hilo, kwa maana ya wahusika ambao waliweza kuanzisha sakata hilo, kwa maana ya mpaka waliweza kufanya mpaka mnyama mkali Simba Sports Club kuweza kuingia uwanjani na kushindwa kuweza kufanya mazoezi. Hiyo ni taarifa kwa umma ambayo imetolewa na klabu ya Simba Sports Club, kwa maana inaonyesha kwamba baada ya tukio hilo kuweza kutokea viongozi hawajakubaliana kabisa. Lakini tukiangalia baadhi ya comment hapa, wengi wamekuja na comment kusema kwamba mtani bwana ameogopa mapema. Kuna mwamba hapa amekuja amecomment anasema mtani kakimbia kupigwa tano zingine. Kuna comment nyingi sana za uchokozi hapa, lakini jambo kubwa ni kuhusiana na Simba kuweza kuzuiliwa kwenda kufanya mazoezi. Maana alitakiwa akafanye mazoezi hapa shipashe kidogo, maana unajua ni mchezo mgumu sana huko. Kwa hiyo alihitajika akafanya angalau mazoezi ile aweze kujiweka sawa kwa ajili ya kumkabili mtani wake vilivyo kabisa, kwa maana tunafahamu kashapigwa mara 3 si mara 4 nzima mfululizo. Kwa hiyo akipigwa sasa hivi itakuwa ni mara 5 mfululizo, hivyo alitakiwa afanye mazoezi aweze kujiandaa kwa ajili ya mtani wake aje angalau aambulie chochote kitu. Lakini mwisho wa siku kilichotokea ndio hicho, vurugu tupu pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Gari alikuweza kuingia hata ndani, kwa maana msafara uliishia nje. Sijajua ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea pale, labda tuseme sijajua kiukweli ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea mpaka Simba kuweza kuzuiliwa. Maana ukiangalia kwenye nini kwenye sheria hizi ni kweli Simba anaruhusiwa kabisa kama mgeni pale anaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi kabla ya mchezo, kwa maana mazoezi bado hajafanya. Hivyo sijajua sasa kuna nini ambacho kilikuwa kinaendelea pale mpaka mnyama mkali ameshindwa kufanya mazoezi. Maana imekuwa ni ghafla tu kufika vurugu bwana, hamna kuingia hivi, unajua zile. Sasa sijajua ni kwa sababu ya nini mpaka wameshindwa kuruhusu mnyama mkali kuingia kwenda kufanya mazoezi. Lakini taarifa kubwa ni kwamba mchezo Simba wameukimbia bwana. Mchezo Simba wameukimbia. Hawachezi tena hiyo dabi. Hiyo dabi bwana tuseme naweza nikasema imeshaahirishwa kwa sababu Simba hatofika mchezoni. Ndio taarifa kwa umma jinsi ilivyosema, the way wao walivyotuma. Sasa sijajua wewe kwa upande wako wewe una maoni gani kuhusiana hii update ambayo nimekupatia wakati huu? Una maoni gani ya kutoa? Kwa majina Tamu Creator ambaye nimekupatia update hii kuhusiana na mnyama mkali kuweza kushindwa kuingia getini pale na kuweza kushindwa kabisa kufanya mazoezi kwa ajili ya kuweza kuzuiliwa na walinzi wa pale na mabonsa wa klabu ya Yanga kuweza kuzuia pale, hivyo wameshindwa kufanya mazoezi. Je, una maoni gani katika hilo? Toa maoni yako hapo chini.